Tukianza kwa Simba ambaye ndo walipoteza, nadhani mwalimu Fadlu Davis namna ambavyo approach alikuja nayo kwenye kipindi cha kwanza alionekana timu, na tulizungumza hapa kuelekea mchezo huo kwamba ubora wa Simba, timu inaonekana inafanya ama inaunda mashambulizi yake kuanzia nyuma kabisa, kutoka kwa golikipa kwenda kwenye safu ya ulinzi. Lazima ataanza na pasi fupi, ndio? Na ulikuwa unaona mara nyingi Simba walikuwa wanacheza hivyo. Kwa namna yoyote movement lazima Pinpin Kamara ataanza kwa either beki wake wa kulia ama wa kushoto. Like, yes, kwa ni timu ambayo mwalimu ameitengeneza inaanzia zaidi nyuma chini, ndio, kwenye kutengeneza mashambulizi yao. Lakini walikuwa wanaenda kukutana na timu ambayo inafanya pressing katika hapa juu. Yaani wanakufanyia pressing wakiwa juu ndo anaanza kukabia. Ndio? Kwa nadhani namna ambavyo Simba walikuja na hii approach yes, walifahamu Dar es Salaam Africans watakuja kucheza mpira wa kasi. Sasa wao wanatakiwa wacheze vipi? Kama unaenda kucheza na timu ambayo ina asili ya kucheza mpira wa kukimbia muda mwingi ama mpira wa speed, ndio? Wewe usitake kukimbizana nao. Tafuta namna ambayo itakufanya wewe ucheze kwa kurelax. Kitu gani walichokuja nacho? Wao wakawa wanapozesha mchezo. Muda mwingi kwa unaona Simba wanapiga pasi fupi fupi, wanakaa sana na mpira. Lengo ni kutuliza ile pressure, ndio? Na namna ambavyo kujaribu kwa absorb kwa fyonza Dar es Salaam Africans, namna ambavyo watakuwa wanahitaji kuja kushambulia. Na hii ilikuwa imeonekana imewalipa kwa kiasi fulani. Wakajikuta muda mwingi wao wana possess mpira. Kitu ambacho kilikuwa kinawafelisha ni namna ambavyo wanaenda wanapovuka katika mstari wa katikati kwenda kwenye final third ya mpinzani wao. Idadi ya watu ambao walikuwepo ilikuwa ni ndogo ukizingatia namna ambavyo wanakuwa na mpira wakiwa katika eneo lao. Nadhani hapa ni ubora ambao pia Dar es Salaam Africans walionyesha. Lakini Dar es Salaam Africans walikuja na plan ambayo pia ilikuwa ni nasema just like a trap, ni kama mtego kwa Simba, kwa sababu eneo la midfield namna ambavyo walikuwa wanaacha Simba wacheze, lakini walitengeneza block, walizuia sana huko nyuma, kwa maana walifunga njia zote. Ndio maana hata wale ambao walikuwa wanapata nafasi ya kufika katika eneo la Yanga walikuwa ni wachezaji wachache ambao ilikuwa ni kutokana na nafasi zao wanazocheza lazima wawepo kwenye hizo sehemu. Nazungumza Desem Kwala, nazungumza Jinchia Zao ambaye pia anapewa free rolls, ndio? Akajikuta na cover eneo kubwa. Kuna baadhi ya matukio ambayo yeye alitakiwa awepo kwenye zile position haumuoni. Kibu Denis the same alikuwa na mchezo mzuri sana, lakini kuna kitu cha mwisho ndo kilikuwa kinakosekana, end product. Alikuwa anafanya kila kitu kwa usahihi, anakuja kukaba kwa usahihi, anachukua mipira akiwa anataka kwenda kushambulia, ila mwisho anaenda kufanya nini? Hii ilikuwa ni sehemu ambayo na naweza kusema kwa Kibu ndo ilikosekana ndogo sana. Na kama angekuwa ni ameweza kuboresha hii sehemu basi pia enda Simba jana angepata ushindi, kwa maana kuna chance ambazo alikuwa amezipata Kibu Denis. Kama angekuwa na uwezo wa kufanya finishing kwa haraka, ndio, na kwa usahihi, huenda Simba angekuwa wanaondoka na magoli 2 hadi 3 kwenye kipindi cha kwanza, kwa namna ambavyo walijaribu ku create chance. Kwa hiyo walishindwa kuzitumia zile nafasi chache walizozitengeneza, ndio? Lakini ubora wa Dar es Salaam Africans ulikuja kuonekana zaidi katika kipindi cha pili, hasa katika dakika 15 za mwanzo, kwa maana ya namna ambavyo waliamua kuja kutengeneza pressure zaidi ili waweze kupata goli. Na nilizungumza hapa jana kwamba Simba na Yanga, hizi timu zote pamoja na ubora wao, lakini mmoja akiamua kumfanyia mwenzie pressing within 10 up to 15 minutes, ndani ya dakika 10 hadi 15 anaweza akaruhusu goli. Na kweli ukitazama jana ndani ya dakika 10 ambazo Yanga wamefanya pressing wamepata goli.